Katika maneno aliyozungumza kwamba Uislamu unabii ushakatika, lakini kwa wenzetu unabii unaendelea. Kwa hiyo hakuna kusozana katika hili. Kwa hiyo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa mujibu wa imani za wenzetu wa Kristo uko utume ambao tunaona katika Biblia Yesu anawapa watu wake huo utume. Sasa watu watapoitwa manabii kwa imani za wenzetu, au kama huyo ambaye anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kukwazika kwa sababu Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, ayuha an-nas ibadallah, ndugu zangu waislamu, hii ilmu ya kisheria inachukuliwa kwa watu wake ambao wamesimama sawa sawa katika dini yao ya Uislamu, kwa kuwafundisha watu kitabu cha Allah, kuwaelekeza watu katika kufuata Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Na ilmu haichukuliwi kwa ahlul bid'ah wal ahwa alladhina yudilluna an-nasa bighairi ilm wa yasudduna an-nasa an sabilillah. Ilmu haichukuliwi kwa ahlul bid'ah wal ahwa ambao wanawazulia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapoteza watu katika njia ya haki. Tusipoisoma ilmu hii na kuihudumia ayuhan nas, tutapotea na tutakuwa hatuna msimamo. Kila mzungumzaji atakuwa ni shekhe wako, kama tulivyoeleza katika khutba iliyopita, kwa sababu wazungumzaji wamekuwa wengi na kila mmoja anadai katika haki. Vipi utamjua mtu wa batili na mtu wa haki? Utabaki katika kudangana na kushangaa jambo la Waislamu linavyokwenda, na utabaki katika lawama za wale wanalaumu kwamba mashekhe wanatupoteza, kwa sababu hutaki kukaa katika durusi za ilmu ambazo zinafundishwa na watu waliosimama katika haki. Ndugu zangu waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza hadithi alipokea Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma عند البخاري وعند مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza hali ya watu watakapoipuuza ilmu, namna watakavyokuwa wanaishi kwa tabu na shida katika jambo la dini yao, na watadanganywa sana na watadanganyika. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuinyakua, yantazi'uhu min al-ibad, akainyakua kutoka katika vifua vya waja. Allah hana utaratibu huo wa kwamba mtu alilala amehifadhi Qur'an, amehifadhi sunan, ni mtu faqih alim, alafu ameamka asubuhi hajui hata alif. Hii katika mwenendo wa Allah jalla wa ala al-kauniyya, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huinyakua ilmu na kuichukua ilmu kwa kuwaua wanawachuoni wenye ilmu, hatta idha lam yubqi aliman, mpaka itakapofikia hatua hakumbakisha mwanachuoni hata mmoja. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watawafanya watu viongozi wajinga. Fasuilu, viongozi hao wajinga wataulizwa, fa aftau bighairi ilmin, watatoa fatwa pasi na elimu. Fadallu wa adallu, watapotea wao na watapoteza wale wanawasikiliza. Na hiyo ndio hali tuliyokuwa nayo sasa. Pale tulipoipuza ilmu na tukakataa kukaa katika durusi za ilmu, twadanganywa na kila mzungumzaji. Watu wanaozungumza kwa lugha ya dini na niaba ya Waislamu ni wengi, lakini kabla ya kuingia katika mifano ya watu mfano wao, nataka nitoe nasaha zikiwa ni kwangu mimi na kwa wale wanaozungumzia dini ya Allah jalla wa ala, waliopewa nyadhifa na Waislamu wasimamie mambo ya Waislamu. Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala na waseme maneno ya sawa sawa, wasiwapoteze watu. Vyeo mlivyopewa ayuhal umana
mfahamu kwamba mtaulizwa mbele za Allah jalla wa ala, na mjiandae na majibu. Msighurike na vyeo hivyo, wala msighurike na uhai wa dunia. Haya maisha ya dunia ni maisha mafupi. Ukiishi miaka mingi ni miaka 100. Pengine mimi na nyinyi hapa tunaozungumza na wasikilizaji, baada ya miaka 100 ijayo hakuna atakayekuwa yuko hai. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kitu gani kinakughuri wewe ukamwacha Mola wako Allah jalla wa ala, ukafuata dunia, kala kupitia dini yako, ukasema uongo hali ya kuwa unajua kwenye nafsi yako kwamba ni uongo, ukawapoteza watu na watu wakakusupport. Na watu kwa sababu hawataki dini watawasapoti mashehe juhali, watapotea wao na watapoteza wenzao. Na hii ni hatari. Ayuhan nas, viongozi wamuogope Allah jalla wa ala. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mfahamu kwamba mtakutana naye. Wewe wadanganya waislamu, uzungumze maneno kwa talbis na maneno ya uongo, na hali yako unajua kwa nafsi yako kwamba wadanganya waislamu, halafu uje ukutane na Allah jalla wa ala ubebe mzigo wa Uislamu uliowapoteza. Nasallallahu alafiyata wassalam. Kwa munasaba wa hadithi hii, kuna shekhe mmoja kama mwezi mmoja uliopita aliyekaa mitandaoni, aliulizwa ndo haya, fasuilu faaftu bighairi ilm fadhallu wa adallu. Aliulizwa kuhusu unabii, wasemaje kuhusu baadhi ya watu wanaodai unabii. Akajibu kwa mujibu wa maslahi yake, kwa ajili ya kutetea maslahi yake na cheo alichokuwa nacho. Katika maneno aliyozungumza akasema kwamba sisi waislamu jambo la unabii lishakatika, halipo tena, na ni haki kwamba uislamu unabii ushakatika na hauendelei tena, lakini kwa wenzetu unabii unaendelea. Kwa hiyo hakuna kuzozana katika hili. Akasoma vifungu katika Bible kwamba fulani anasema hivi, yule fulani anasema hivi, akavikusanya vile vifungu na kuwaeleza waislamu, jamii ya waislamu inayomsikiliza, na ni shekhe huyo anazungumza kwa mujibu wa ushekhe wake kwamba hao hawana neno, kwa hiyo hakuna haja ya kuzozana katika hili. Imani zetu kama waislamu, la nabiyya ba'da Muhammadin, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunaona wenzetu wa Kristo, tunawasikia zote, kuna manabii, kuna mitume. Sasa ni vizuri tukasoma vizuri kwamba haya ambayo wenzetu wanajinasibisha nayo yapo katika vitabu vyao, hayapo kwenye vitabu vyetu. Sasa kama yako kwenye vitabu vyao, tunawaacha na vitabu vyao kwamba kuna manabii na mitume. Tukija kwetu katika Uislamu, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona kwamba ni sala tu la kufahamu mambo haya na kuheshimiana vizuri. Mfano katika Biblia tukisoma Waefeso 4 mstari wa 10, na Biblia yangu hapa wanaisoma kama wanavyosoma kina Mazinge na wengine, na mimi wanasoma Biblia sana. Sasa ukisoma katika Waefeso 4 mstari wa 11 inasema kuhusu Yesu, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hiyo ni Waefeso 4:11 inasema hivyo. Na ukiangalia pia hiyo Waefeso 4 katika Biblia ya Kiarabu inasema, wa huwa a'ta al-ba'dha an yakunu rusulan wal ba'dha anbiya wal ba'dha mubashirin wal ba'dha ru'atan wa muallimin. Wa huwa a'ta al-ba'dha, naye alitoa baadhi, yani Yesu, ayakunu rusulan, wengine kuwa ni wajumbe, yani katoa katika watu wake, wanafunzi wake, wengine amewatuma kuwa wajumbe, wal ba'dha anbiya, na wengine akawatuma kuwa ni manabii. Sasa unabii huu una tofauti na unabii wake mwenyewe
Yesu alayhi salatu wassalam. Wal ba'dha mubashirin, na wengine ni wainjilisti. Mubashirina ni wale wainjilisti. Wal ba'dha ru'atan, na wengine kuwa ni wachungaji. Wa muallimin, na wengine kuwa ni walimu. Yesu aliwatoa. Sasa ukiangalia unabii unaotajwa na ndugu zetu wa Kristo ni unabii kwa mujibu wa vitabu vyao. Kwamba sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kupata shida juu ya mtu kuitwa nabii au kuitwa nabii mkuu. Sisi kama Waislamu si katika imani zetu juu ya hayo, lakini ni katika imani zao wao. Sasa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania inapokea watu wa imani zote, kwa kila mtu kwa mujibu wa andiko lake. Sasa ukiangalia pia katika Mathayo 23:34 pia inasema, kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi. Hiyo ni Mathayo 23:34, ambayo kwa Kiarabu ukisoma pia ukisoma hiyo Mathayo inasema, lidhalika ana ursulu ilaykum anbiya wa hukama wa kataba. Kutokana na hilo, mimi ana ursulu ilaykum, yani Isa ibn Maryam au Yesu anasema mimi ninatuma kwenu anbiya, manabii, wa hukama, na watu wenye hikma, wa kataba, na waandishi. Kwa hiyo utaona kwamba istilahi ya unabii kwetu sisi Waislamu na wenzetu wa Kristo tunatofautiana. Kwa maana unabii unachukuliwa kwao ni kama wafuasi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu, watumishi wa Yesu. Sasa hili sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kutukwaza, kwa sababu si letu. Hili ni jambo la imani yao. Kwetu sisi tukija katika Uislamu, hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiangalia katika surat al-Ahzab aya ya 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hakuwa Muhammadi baba wa yoyote katika nyinyi, lakini ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, na yeye ndiye mtume wa mwisho, amehitimisha utume. Hakuna utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio imani ya dini ya Kiislamu. Na Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam akaja kujieleza aliposema, mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labina. Mathali wa mathalul anbiya, mfano wangu mimi Muhammad na mfano wa mitume wengine, kamathali rajulin bana daran, ni kama mfano wa mtu ambaye aliyejenga nyumba, fa atammaha wa akmalaha, akaitimiza ile nyumba na akaikamilisha vizuri kabisa, illa mawdi'a labina, isipokuwa sehemu moja tu ya tofali ikawa iko wazi, haijakamilika. Faja'ala an-nasu yanzurunaha wa yata'ajjabuna anha, ikawa watu wanatazama lile jengo, ile nyumba, huku wanashangaa, nyumba nzuri lakini kuna tofali pale halijakamilika. Sasa Mtume anasema, fa ana mawdi'u labina, mimi ndio mahala pa lile tofali. Jitu khatamtu al-anbiya, nimekuja kuhitimisha utume. La nabiyya ba'di wala rasul, hakuna mtume baada yangu wala hakuna mjumbe yote atakayekuja. Kwa hiyo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa mujibu wa imani za wenzetu wa Kristo, uko utume ambao tunaona katika Biblia Yesu anawapa watu wake huo utume. Sasa watu watapoitwa manabii kwa imani za wenzetu, au kama huyo ambaye anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kukwazika, kwa sababu si imani yetu sisi kama Waislamu. Ittaqillah, muogope Allah jalla wa ala, ewe Sheikh, na ujue kwamba utakutana Allah jalla wa ala.
na watu kwa sababu hawajui dini wanamsupport katika hilo. Umezungumza kwa ufasaha, mashehe wote wangekuwa kama wewe, safi sana. Mtu kama huyu asipowekwa sawa katika maneno yake anawapoteza watu na yeye anahurika, na litamwangamiza hilo asipokuwa makini. Amuogope Allah jalla wa ala. Ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza sisi kwamba amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wote. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, qul ya ayuha nas, sema enyi watu. Hapa haimvui mtu yeyote, imma au ni muislamu au kafir. Inni rasulullah ilaykum jami'a, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi nyote mimi ni mjumbe wenu, nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Saba, wama arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira, na hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa uwe ni mjumbe wa watu wote, hali ya kuwa ni kubashiria watu kheri ya janna, watakompekesha Allah jalla wa ala kutekeleza amri zake, na kuwahofisha kwa kuwaonya kutokana na moto wa Allah jalla wa ala watapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kufanya uovu waliokatazwa nao. Hizi ni ayat zinazoeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa watu wote. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya nyingine, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad ni baba wa mmoja wenu katika wanaume zenu, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, lakini yeye ni mjumbe wa Allah na ni mwisho wa manabii. Hizi ni nusus katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja ni nabii wa mwisho, na yeye kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika Allah jalla wa ala anakemea wale ambao wanaweza kuja kulidai hilo la unabii. Soma katika tafsiri za Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, hakuna dhalim zaidi katika wale wenye kumzulia Allah uongo kuliko yule ambaye amemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Au qala uhiya ilayhi, au akasema mimi napewa wahi, wala yuha ilayhi shay, na hali ya kuwa hakupewa wahi kwa chochote, akaamua tu kwamba mimi ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vyovyote awavyo, awe ni muislam au kafir, akajiita ni nabiyullah. Huyo ni akfarun nas wa afjaruhum mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana imepokelewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu inda al-Bukhari, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nimepewa mambo matano ambayo hajawahi kupewa nabii kabla yangu yeyote. Nusurtu birru'bi masirata shahri, nimenusuriwa kwa kuogopa mimi masiratu shahri, mwendo wa mwezi mzima. Watu walikuwa wakisikia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama yuko sehemu ya mbali kiasi cha masafa ya mwezi mzima, anatetemeka mtu huyo, hata kama ni mfalme. Allah amempa jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuogopwa. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, na imejaliwa ardhi hii yote kuwa ni sehemu za kuswali na kadhalika ni tahara. Sehemu yoyote ambayo fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salah falyusalli, popote mtu itakapomdiriki swala, popote atakapokuwa basi na swali sehemu hiyo. Hakuna udhuru katika swala kwamba unajua mimi sina udhu, hii sehemu naona kama ina mikojo hii. Hakuna udhuru katika jambo la swala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jambo hilo, na waliotangulia walikuwa wakiswali katika mahekalu, hawaswali sehemu yoyote wala hafanya ibada katika sehemu yoyote, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya ardhi yote ni tahara na ardhi yote ni sehemu ya kuswalia. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa uhillat liyal maghanim, na nimehalalishiwa ngawira, mali zinazopatikana wakati wa mapigano baina almuslimin wal kuffar, jihadi ya haki, waislamu wakashinda wanachukua ngawira. Waliotangulia katika manabii walikuwa wakikusanya mali zile wanazichoma, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amehalalishiwa kuzila na akagawiwa mafungu katika Qur'an. Walam tahilla li ahadin qabli, na haikuwa halali kabla yangu mimi, haijawahi kuwa halali kabla yangu mimi katika manabii walitangulia. Wa u'titu ash-shafa'a, na nimepewa uombezi, ash-shafa'atul uzma, amepewa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kuombea watu wahukumiwe baina yao
kadhalika wahukumiwe baina ya watu wa motoni na peponi baada ya kuwa watu washateseka katika viwanja vya mahshar. Nasallallahu alafiyata wassalama. Mtume SAW atasujudu tamshana Allah, asujudu ataomba na kumnyenyekea Allah jalla wala siku ya kiyama, huku watu wakiteseka, wale wenye madhambi na watu hawajahukumiwa kuingia peponi na motoni. Kisha Allah atamwambia anyanyuke aombe anachokitaka, ataomba Mtume sallam, kisha atapewa ile shafaa, atakubaliwa shafaa yake, na hakupewa nabii yeyote kabla asiyekuwa yeye, ash-shafaatul uzma. Kisha mahallu shahid, mahali pa ushahidi wa maneno yetu, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na walikuwa nabii yeyote aliyetangulia kabla yangu anatumwa kwa watu wake maalumu. Wa bu'ithtu ila an-nasi amma, na nimetumwa kwa watu wote. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watu wote, waislamu na makufar. Man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, atakayetaka ataamini, atakayetaka atakufuru. Lakini Mtume sallama ni watu wote, ametumwa kulingania risala aliyopewa Allah jalla wa ala, na ni wajibu kwetu sisi kufuata. Asiyefuata huyo ni motoni, na atakayefuata huyo ni katika janna. Sallallahu yaj'alana min ahli aljanna. Sasa wewe shekhe, kama wewe huzijui nusus kama hizi mpaka wazungumza maneno kama yale kwa ajili ya kuwapoteza watu kwa kutetea maslahi yako, humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, huogopi kwamba utaulizwa na Allah jalla wa ala vile unavyopoteza watu na kuwababaisha na watu wakakuelewa kwa sababu una manzila kwa watu na cheo. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wa mfano wake wamuogope Allah jalla wa ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Jawab as-Sahih liman badala din al-Masih anasema rahimahullah ta'ala, man idda'a an-nubuwwa, yeyote atakayedai unabii baada ya unabii wa Mtume sallam, wa huwa kadhib, na hali yakuwa ni muongo katika madai yake, fa huwa min akfaril kuffar, huyo ni katika makafiri zaidi kuliko makafiri wote, wa adhlamiz zalimin, na ni dhalim zaidi kuliko madhalimu wote. Hayo maneno yanapata katika kitabu cha Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala al-Jawab as-Sahih. Ndugu zangu waislamu, inatakiwa watu muogope Allah jalla wa ala, na hasa walioaminiwa na waislamu kuiongoza dini yao. Msiwapoteze watu kwa sababu ya matashi ya nafsi zenu. Wallahi tutakuja kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ni wangapi wanaopoteza watu? Huyu ni mmoja, lakini watu wengi wako wengi wa mfano wake. Mtu akasimama akazungumzia jambo la batil, akahalalisha ya haram, akahalalisha mziki. Tunaona katika mitandao ahalalisha mziki, watu waitikia Allahu akbar, Allahumma salli wa sallim alayhi. Ittaqullah ayuhan nas, ittaqullah ayuhal umana. Na mfahamu kwamba maisha haya ni mafupi, na wallahi tutaulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu aandae maswali ya Allah kuyajibu. Utamjibu nini Allah jalla wa ala? Umepoteza waislamu wangapi wewe? Utabebaje mizigo ya watu? Kwa nini usitosheke na kile unachokifahamu katika dini ya Allah na ukamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Kama fanya uovu wa nafsi yako, usiwapoteze waislamu. Irhamun nas ayuhal mashaikh, wahurumieni watu na waongoza. Enyi mashekhe na waongoza waislamu, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Warejesheni watu katika Qur'an na Sunna kwa mujibu wa vile walivyokuwa salafu salih, kwa sababu wao naqalu ilaina ad-din, wametunukulia sisi dini. Wao wana haki zaidi ya kufuatwa ufahamu wao katika mambo ambayo yanatutatiza, na kuangalia walifahamu vipi nusus, kwa sababu hakuna aya au hadithi wala mafunzo yote katika Uislamu isipokuwa wao waliyajua, na wanajua aya hii ilishuka lini na kwa nini imeshuka na ni wapi imeshuka. Kwa hiyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala yuhannas, na kadhalika watu wajitaalamishe dini yao ili tufike mbele za Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tumesalimika nyoyo zetu kutokana na madhambi mbalimbali, na tufike mbele za Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa suada, ni watukufu, kwa sababu utukufu wa mtu ni dini yake, na huwezi kuwa na dini sahihi mpaka dini uliyoisoma, ukajifunza dini yako, ukafanya ibada kwa mujibu wa ulivyofunzwa na mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ومن أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا رحيم واغفر لنا يا غفار وارزقنا يا رزاق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قوموا إلى صلاتكم.